Mungu alipomuuliza Yeremia, unaona nini? Yeremia akasema naona fito ya mlozi. Mungu akasema umeona vyema. Kumbe kuna wakati unaweza ukaona jambo lakini sio katika namna ambavyo hilo jambo lilivyo. Ndio maana si kila unachokiona ndivyo kilivyo, na si kila ambacho unakiota katika ndoto ndio kinamaanisha hivyo. Unaweza ukaota mbwa, huelewi kama mbwa ni mashambulizi ya giza, au mbwa ni roho ya uzinzi, au mbwa ni kitu cha kawaida tu kama ni mbwa, au mbwa anamaanisha nini, huwezi kuelewa. Kwa kuna wakati ambapo, huu ni wakati ambapo Mungu alikuwa anamfundisha Yeremia namna ya kuwa nabii, anamfundisha namna ya kuongea, namna ya kutenda, namna ya kuona, namna ya kufanya mambo. Alikuwa anamfundisha. Kwa kuna wakati Mungu mwenyewe huwa anafundisha watumishi wake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu akiamua kukufundisha wewe, anaweza kukufundisha kwa njia tofauti tofauti. Anaweza kukufundisha yeye mwenyewe, anaweza kukufundisha kupitia watumishi wake, kwa maana ya viongozi wako wa kiroho. Anaweza kukufundisha kupitia waamini wenzio, anaweza kukufundisha kupitia mazingira, anaweza kukufundisha kupitia hali mbalimbali za hewa, anaweza kukufundisha kupitia hata watu ambao hawamwamini Yesu, hata kwa kupitia wachawi na shetani. Mungu anaweza kukufundisha kazi mbalimbali. Kuna kitu ambacho Mungu alikuwa akinisemesha. Nakumbuka kwa awamu ya kwanza kabisa, kuna sehemu ambapo kulikuwa na mti wa mbuyu. Ule mti wa mbuyu ulikuwa hapo karibu na nyumba za wapangaji. Kipindi hicho tulikuwa tumepanga eneo hilo, tulikuwa wanafunzi wa olevo. Kulikuwa na mti wa mbuyu, kuna njia pale unapita, zeni unafika kwenye nyumba za wapangaji. So ilikuwa kila siku jioni, ikifika jioni watu walikuwa wanashindwa kupita pale, kwa sababu ukikaribia lile eneo nywele zako zinavuta, unasikia mwili wako kama unavuta, yani kama vile unanyonywa damu, yani hivyo unataka kukaushwa hivi. Kwa watu walikuwa wanaogopa kupita lile eneo. Kila siku ikifika jioni, ikifika usiku, watu walikuwa wanaogopa kupita pale. Walikuwa wanapita njia tofauti, njia ya kuzunguka, njia ya mbali. Unaona? So kipindi kile nikaanza kusikia ndani yangu kwamba nenda uombe huo mti, nenda ukaombe kwenye huo mti. Lakini nikaga na hofu, naogopa. Naweza nikaenda kuombea hapo, hapo nikaenda kufa. Kwa sababu kwa namna ambavyo ilikuwa inatokea hali hiyo, maana yake ni kwamba kuna nguvu za giza, kuna mapepo, au wengine wanasema majini, au wengine wanasema wachawi, au wachawi wa kijiji wameweka vitu vyao kwenye eneo hilo. Unaona? Kwa kama wameweka kambi yao hapo, unaweza kaenda kugusa alafu wakakumaliza. Unaona? So nikawa na hofu, lakini nikanasikia nenda kaombe, nenda kaombe. Roho wa Mungu anasema nenda kaombe. Nikaga naogopa na kwepa, lakini nikawa nasikia sauti nazidi kwa nenda kaombe. Siku moja nikasema ngoja nikajaribu kwenda. Nikawa nimeenda kwa ujasiri kabisa. Nikaenda nikaweka mkono kwenye ule mti. Nilipoweka ule mkono kwenye ule mti, nikaanza kuomba kwa nguvu na kwa mamlaka. Yaani natemeka, lakini naomba kwa imani na kwa nguvu na kwa mamlaka. Nikaomba, nikamaliza. Nikaona hali ya hewa kama imebadilika. Tangia siku hiyo watu nikaanza kusikia waanza kusema hapa siku hizi pako vizuri, hapa siku hizi hapana shida. Na mimi mwenyewe pia ikifika mida ya jioni au usiku, nikajaribu kupita ili nijiridhishe kama ni kweli hicho kitu hakipo, kuna utofauti. Na kweli nikawa naona hakuna shida ambayo ilikuwepo awali. Ukipita nywele hazivuki.